Waziri wa Nishati na Madini Profesa Sospeter Muhongo akizungumza jijini Dar es Salaam amesema serikali imelazimika kufanya maamuzi hayo kutokana na tatizo kubwa la uhaba mafuta lililoikumba nchi kwa zaidi ya wiki mbili, huku akielezea sababu mbalimbali zilizopelekea tatizo hilo ikiwemo ya sehemu ya bandari kutokuwa na uwezo wa kupakua mafuta kama waagizaji wanavyoagiza. Na kuna kampuni zimepewa leseni na zaidi ya miezi 6 hawajaleta mafuta yoyote. Ni kama hao ndio wanatupotezea muda na wanafanya hali ya uchumi na kuwa mbaya, kwa sababu katika mipangilio ya matumizi ya mafuta tunakuwa tumejua kwamba wataleta mafuta, kumbe hawaleti. Kwa hiyo tumeamua kwamba kampuni zote zilizopewa leseni na zikakaa nazo bila kuleta mafuta, wanafanya biashara ya mfukoni, hizo leseni tumezifuta na biashara yao imesimamishwa. Aidha, Profesa Muhongo amesema kwa sasa serikali inashughulikia swala la taifa kuwa na mafuta ya akiba ili matatizo kama hayo yakijitokeza iweze kukabiliana nayo badala ya kutegemea wafanyabiashara, huku akiwaomba radhi wa Tanzania kwa usumbufu uliojitokeza na kuahidi kuwa tatizo kama hilo halitajitokeza tena. Na kwamba hii hali kama iliyotokea ya wiki hizi mbili na huko nyuma imewahi kujitokeza, tumekubaliana wote hapa na wafanyaji biashara kwamba haitatokea tena, kwa sababu ni hasara kwa uchumi wa taifa letu. Ikitokea ikionekana ni wafanyakazi wa serikali na taasisi zake, itabidi wawajibishwe bila kusita. Kwamba ni wafanyaji biashara ndio hawakutimiza majukumu na malengo yao, itabidi vile vile leseni zao tuzifute wote. Kufuatia hali hiyo, ITV imefika eneo la magala ya mafuta Kurasini na kushuhudia msururu mkubwa wa malori yanayosubiri kupakia nishati hiyo, ambapo baadhi ya madereva wameweza kutoa maoni yao katika kukabiliana na tatizo hilo ambalo wamedai kuwa limekuwa likijitokeza mara kwa mara. Kikubwa ni serikali. Serikali, wafanyabiashara wanatakiwa wawekewe ushuru ambao unaeleweka mzuri wanavyodai wenyewe. Sisi kwa sababu si madereva tunatafuta nini kinachofanya hii hali itokee. Lakini tunachopata ni kwamba hao wenyewe wanaoagiza mafuta wanawekewa ushuru mkubwa. Kwa kweli hili ni tatizo kubwa sana. Naomba serikali ijitahidi. Maana tuliambiwa kwanza sijui anasema meli sijui mabovu sijui nini, yani hata tuelewe. Mara tunakuja kusikia kumbe mafuta yapo, atuelewi kwamba tatizo mafuta yapo au ni siasa, yani hata tuelewe paka. ITV ikiwa eneo hilo la Kurasini imeshuhudia baadhi ya vijana waliokuwa wanahatarisha maisha yao kwa kukinga mafuta ya petroli na dizeli kwenye malori hayo, huku yakiwa kwenye mwendo, na walipojiwa wamesema hizo maisha yenyewe unajua dadangu ni magumu. Maisha ni magumu. Sasa sisi tunajitafutia riziki, wengine tuna watoto. Unajua, kwa hapo tunapata ile riziki na ndoto zetu. Ni msururu wa malori yakiwa kwenye foleni yakisubiri kupakia mafuta ya dizeli na petroli. Kutoka eneo la Kurasini, Dar es Salaam, mimi ni Ufosaro wa ITV.